Karibu sana mtazamaji, anayekuwasilishia matangazo haya kwa lugha ishara ni Lensa Odingo, mimi ni Ben Chumba. Aliyekuwa naibu Rais Rigathi Gachagua amehimiza mahakama kuamua kwamba kubanduliwa kwake ofisini kulifanywa kwa njia ambayo haikuzingatia katiba. Kupitia mawakili wake, Gachagua alisisitiza kwamba kubanduliwa kwake kulizingatia vipengee visivyo kwenye katiba na akataka afidiwe kwa kupoteza mapato yake. Ruth Omboi ndo bado mwanzo anashughulikia taarifa hiyo, na mara moja tu ikiwa tayari mtazamaji tutakupakulia. Tusonge mbele. Kamati ya Bunge la Kitaifa kuhusu ulinzi wa kitaifa na mahusiano ya kigeni imehoji faida ya kiuchumi itakayotokana na kuzinduliwa kwa ubalozi jijini Vatican. Kamati hiyo ikimsaili balozi mteule atakayehudumu jijini Vatican, Julius Mbijiwe. Kamati hiyo iliagiza Wizara ya Mashauri ya Nchi za Kigeni kuelezea bunge kuhusu manufaa ya kiuchumi yatakayotokana na ufunguzi wa ubalozi huo mpya ambao unajiri wakati afisi za kibalozi zinakabiliwa na uhaba mkubwa wa rasilimali. Julius Mbijiwe. Mkuu wa wafanyikazi kwenye kaunti ya Meru, Daktari Julius Mbijiwe, aliyeteuliwa kuwakilisha taifa hili kama balozi jijini Vatican, alifika mbele ya kamati ya ulinzi na mahusiano ya kigeni ya bunge la kitaifa kutetea ufaafu wake. Currently, I'm serving as the Chief of Staff Meru County, and I handle quite a number of the staff, both at the office of the governor and across the departments. And there has been issues, but it has exposed me more on the matters governance. Wabunge walihoji dhamani ambayo mwakilishi wadi huyo wa zamani ataongeza katika nyanja ya udiplomasia pamoja na manufaa ya kiuchumi ya kuzindua ubalozi jijini Vatican. You've never served anywhere in a diplomatic position. So now that you're very green, save for your faith that you profess, you know, what other advantage or what other opportunities do you envisage to, you know, to leverage and be of benefit to our country? I feel I'm sweetened for this because, as I indicated earlier, I serve in the union. And I recall, for example, during the teacher strike of 2012, I did participate to some small levels at the National Executive Committee meeting to discuss about the issues of the strike and what the teachers wanted. And they did give me a very big exposure to be able to get into negotiations, which I feel and I'm ready to be able to apply it in this field of diplomacy. Mteule alitoa wito kwa kamati hiyo kufadhili ubalozi huo mpya kwa vile kanisa Katoliki lilikuwa linadhamini sekta za elimu na afya. Kamati hiyo inatarajiwa kuwasilisha ripoti yake mapema mwezi ujao. Gishok Washira, Darubini.